Habari hii inatokea mkoani Manyara. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Benki ya CRDB imezindua rasmi awamu ya kwanza mafunzo usimamizi wa mikopo kwa vikundi vya kijamii katika halmashauri ya Mbulu vinatarajiwa kupata mikopo ya 10%, ikiwa ni juhudi za benki hiyo katika kuwezesha wanufaika wa mikopo kwa kuwajengea uwezo wa kutumia mikopo hiyo kwa tija na kwa ufanisi kupitia programu yake ya utoaji wa mikopo kwa vikundi vya kijamii ya Imbeju. Mimi naitwa Emmanuel Kafui, ni meneja biashara wa kanda ya kaskazini wa benki ya CRDB. Na leo tuko hapa kwenye halmashauri ya Mbulu. Tumepata nafasi ya kufungua rasmi au kufanya uzinduzi rasmi wa mafunzo kwa ajili ya vikundi ambavyo vitafaidika na ile mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri kupitia benki ya CRDB. Na leo tumepata nafasi ya kuwa na mkuu wa wilaya hapa, amefungua kama ambavyo mmekusha kuona. Benki yetu ya CRDB kupitia programu ya Imbeju ambayo inaongoza katika kuwawezesha wanawake na vijana katika nchi yetu. Tumepata fursa hii au tenda hii ya kutoa mikopo, na leo tumezindua mafunzo haya kwa awamu ya kwanza. Na leo tumetoa mafunzo au tunatoa mafunzo kwa vikundi 20 ambavyo leo tumepata nafasi ya kuwaleta hapa viongozi watano kutoka kwenye kila kikundi. Kwa hiyo tumetoa mafunzo kwa watu zaidi ya 100. Na mafunzo haya yanalenga kufanya nini? Yanalenga kuwawezesha viongozi kuweza kusimamia mikopo hii vizuri, lakini pia kutoa elimu kwa vikundi vyao husika ili waweze kupata elimu ya kutosha kuhusu mikopo hii na namna ya kutumia fedha hizi. Lakini kama mnavyofahamu kwamba mali bila daftari hupotea bila taarifa. Kwa hiyo mafunzo haya pia yatawezesha wana vikundi kuweza kusimamia biashara zao vizuri sana. Kwanza tunatoa mikopo, lakini pia tunatoa elimu. Lakini hii programu yetu ya Imbeju ni programu ambayo itaendelea. Sio lazima kwa vile vikundi ambavyo vinatolewa mikopo kupitia halmashauri, hata vikundi vingine ndani ya halmashauri hii vitaendelea kupata mikopo katika programu mbalimbali. Lakini pia tutaendelea kuwasaidia wateja kama ambavyo nimekusha kusema kwamba pamoja na programu hii kwamba inasaidia, hii programu hii ni daraja tu. Kwa hawa wateja ambao watapata mafunzo leo na watakao kopeshwa, watakapokuwa zaidi wataingia kwenye mfumo mwingine rasmi ndani ya benki. Na tunategemea katika kundi hili la kwanza hapa tunaweza kutoa karibu shilingi milioni 200. Kwa hiyo itaongeza ukuaji wa biashara katika maeneo haya ya wilaya hii ya Mbulu. Mimi nisimama mbele yenu, naitwa Michael Semindu, ndiye mkuu wenu wa wilaya. Mmeniona? Huyu hapa ni mkuu wa wilaya ya Mbulu anayetoa msisitizo kwa wanufaika kurejesha mikopo hiyo kwa wakati. Niombe hao waliopata sifa za kupata mikopo leo, tusiishie hapa leo, tuendelee kuwatembelea, tuendelee kuwalea, tuendelee kuwashauri, tuendelee kuwaboresha badala ya kuwakopesha na kuacha wenyewe. Si ndio jamani? Tuendelee kuwashauri pale tunapoona mambo yao haendi vizuri, tuwaite, tuambie, tuwalee vizuri ili mkopo wa pili wapate pesa nyingi zaidi na watatu, na hatimaye wawe wafanya biashara wakubwa. Ndugu zangu, lengo la mikopo hii, Mheshimiwa Rais anataka tukomboke kiuchumi. Anataka, wanasema ukimkomboa mwanamama umeikomboa jamii nzima. Kwa naomba na nyinyi mliopata sifa, mliopata pesa leo, mnapopata pesa hizi muende mkazitumie vizuri. Sawa jamani? Mkasaidie ndugu zenu, mkasaidie familia yenu, mkasaidie majirani zenu na wenzenu nao kupata nafasi ya kupata mikopo. Wale vijana na wenyewe muendelee kutumia mikopo hii kujikomboa kiuchumi, mkakuze vikundi vyenu. Lakini sitarajii kuona tumepata mikopo hii halafu mkawa mrejeshi. Sitarajii mlipata mikopo hii mkafanye mambo ambayo hayaendani na masharti yenu. Na kwa kweli wakina mama ni waaminifu sana, jipigeni makofi mengi sana. Kule upande wa Mbulu vijijini sasa tunatoa mkopo kwa awamu ya 3. Na wanaoongoza kwa kutoa mikopo kule na kurejesha vizuri ni wakina mama. Kwa naamini na wakina mama wa Mbulu mjini, naomba msiniangushe. Sawa mama zangu? Lakini msisitizo wangu ni ule, fedha hizi ni za mkopo usio na, kwa hiyo fedha hizi sio za bure. Narudia tena, fedha hizi ni za mkopo usio wa, naomba mkikopa mrejeshe sawa na vile ambavyo mmekubaliana. Na wale wanaorejesha mapema zaidi ndivyo ambao mtapata fedha nyingi zaidi. Usisubiri kama mkataba wako unasema utarudisha
kwa miezi 20 na wewe unaweza kurudisha kwa miezi 10, rejesha kwa miezi 10 ili upate fedha nyingine zaidi uendelee kupiga hatua. Sawa jamani? Na pale mnapopata changamoto kwenye shughuli zenu, wasilianeni na wataalamu wetu hapa mbele. Basi na pesa mtazopata mkafanyie maendeleo makubwa zaidi. Asanteni kwa kunisikiliza, na mafunzo haya yamefunguliwa rasmi na nawatakia kila laheri katika mafunzo haya. Asanteni sana. Nao wanufaika kutoka vikundi tofauti tofauti hapa wanashukuru na kueleza namna ambavyo mikopo hiyo itaenda kuwasaidia katika biashara zao. Kwa majina mimi naitwa Anton Rafael, ni mwenyekiti wa kikundi cha Swati Electrical Group. Kikundi chetu ni kikundi cha vijana, tunajihusisha na masuala ya ufundi umeme pamoja na nguvu kazi. Tunapenda kuihakikishia serikali na CRDB kwa ujumla kwamba sisi kama vijana, hususan kwa kikundi cha Swati, tumejipanga kufanya kazi kwa bidii na kutumia hizi fedha ambazo tumezipata za mkopo kuzifanya kama mtaji katika miradi yetu ambayo tumeandika katika andiko letu la mradi. Kwa majina naitwa Zainabu Moshi na ni mfanyabiashara mjasiriamali wa kikundi cha Ayamohe kutoka Mbulu. Tutaendelea kupambana. Kwa mfano kama sisi tuna duka la mitumba na kuna wenzangu wanaenda magulioni. Tutaendelea tukipata hiyo hela, tutaendelea kutoka kwenye kuuza biashara rejareja na kuanza kuuza na jumla kwa marobota. Sasa hivi tunanunua beli 3, 4, 5, 6 mpaka 10. Kwa hiyo tukiendelea kupata hizo hela, tutaendelea kufungua hata duka lenyewe la jumla la sisi wenyewe kuanza kusupply mitumba. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.